السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. इन आयात का ये तर्जुमा है कि यकीनन अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर hivyo रहमत भेजते हैं. bila shaka Mwenyezi Mungu na malaika wake humsalia mtume. Enyi mliamini, msalieni mtume na muombeni amani. Kwa yakini wale wanamuudhi Mwenyezi Mungu na mtume wake, Mwenyezi Mungu amewalaani katika dunia na akhira na amewaandalia adhabu ifedheshayo. आजकल मुस्लिम दुनिया में siku hizi ममालिक में भी और katika ulimwengu wa Waislamu, katika nchi za Waislamu मुसलमानों में भी na katika nchi mbalimbali za ulimwengu wa Waislamu, इंतहाई घटिया घनाओं ने maadui wa Waislamu सलमाना फेल पर wanajaribu kupaka matope kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na zidi yake Waislamu wameonyesha hasira ya hali ya juu. Na hali ya Waislamu ni hivi: इदराक रखता है या नहीं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का Muislamu awe anajua hali ya ukweli, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ile hali ya chio cha kweli cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, मरने कटने पर तैयार हो जाता है. दुश्मनाने na Muislamu anakuwa tayari kwa ajili ya kuwa na kuuawa kwa ajili ya heshima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. बनाई है जिस जालमाना तौर पर au wametengeneza filamu moja ya sinema ya matope, kupaka matope mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. हर मुसलमान का गम और गुस्सा एक कुदरती बात है.
वो मोहसिन इंसान mambo yaliyoonyeshwa katika filamu hii kila muislamu anastahili kuwa na hasira juu yake. जिसने अपनी Mohsin insaniyat na rehma kwa ulimwengu ni mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, जिसने अपनी जान को ambaye amekesha katika hamu ya dunia ya kuabudu Mwenyezi Mungu na kumuomba yeye, दर्द का इजहार किया और इस तरह गम में अपने आप को मुब्तला किया कि अर्श के खुदा ने na kuokoa binadamu. Alikuwa कि क्या तुम इन लोगों के vile Mwenyezi Mungu ameshuhudia juu yake kwamba अपने पैदा करने kwamba वाले je, नहीं पहचानते utajihalikisha kwa ajili ya hawa binadamu, इस अजीम मोहसिन kwa sababu hawa watu wameghafilika na muumba wao. एहानत से भरी हुई फिल्म पर Kuhusu huyu mtukufu, एक मुसलमान का दिल खून होना चाहिए। kutengeneza filamu kama hii ya kumfedhehesha, bila shaka सबसे बढ़कर hisira ya Waislamu ni ya haki, को तकलीफ पहुंची कि हाँ na zaidi ya hayo हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम na kila Muislamu ameudhika, और गुलाम सादिक के मानने वालों में से हैं, जिसने हमें हजरत na sisi ni Waislamu na wapendaji ile Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, बस हमारे दिल इस फेल पर na ametujalia ile ufahamu ya kweli ya heshima ya mtume sallallahu alaihi wasallam. अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज Sisi tunasikia chungu mzima, से बदला ले tunainama mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba Mwenyezi Mungu achukue kisasi kwa kutoka hawa wadhalimu कि इमाम ने ambao uwe mfano kwa ajili ya watu wengine. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का Imamu wa wakati huu ametufundisha ile mapenzi ya kweli ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. से सुलह हो सकती है। Hat, हमारे आका मौला हजरत hata vile anasema tunaweza kufanya suluhu na wanyama wa pori na hata wanyoka, सल्लल्लाहु अलैहि lakini hatuwezi kuwa की तौहीन करने वाले और उस पर जिद करते चले जाने वाले से हम सुलह lakini wale watu ambao wanafedhehesha na wanasisitiza juu ya kufedhehesha mtume sallallahu alaihi wasallam, hatuwezi kuunga mkono nao kamwe. की इज्जत के लिए जान Sayyidina Ahmad alayhi salam anasema Waislamu ni kaumu ambao kwa ajili ya heshima ya mtume wao wanaweza kujitoa muhanga maisha yao, और उनके दोस्त बन जाएं, जिनका काम दिन रात ये है कि वो उनके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को hatuwezi kuwa na warafiki wa kweli na watu ambao siku yao ni mchana na usiku kutokana na kuchapisha और निहायत maneno mabaya kuhusu mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Hatuwezi kuwa na urafiki na wao kamwe. आप फरमाते हैं कि याद रखें कि ऐसे लोग Kumbukeni, अपनी कौम के भी खैर खा नहीं हैं, Sayyidina Ahmad alayhi salam anasema kumbukeni hawa watu, उनकी राह में कांटे hawa si watu wazuri kwa ajili ya kaumu yao pia. कि अगर हम Hawa ni watu ambao और बयाबान wanapanda mimba, लें तो ये मुमकिन है, मगर हम na mimi nasema kweli kama tunaweza kufanya suluhu na wanyama wa pori, बदगुमान na hatuwezi kufanya suluhu na hawa watu ambao हैं कि गाली और बदजुबानी में wanapaka matope kwa mitume na watukufu wa Mwenyezi Mungu, na kila ushindi unatoka mbinguni. अपने पाक कलाम की बरकत से अंजाम कार दिलों Sayyidina Ahmad alayhi salam anasema wale watu मगर गंदी wenye maneno mazuri na matukufu wanaleta mabadiliko मुल्क में मुफसिदाना रंग में na hawana ujuzi yeyote isipokuwa करते हैं। फरमाया कि तजर्बा wanaoleta uchuki na bughdha baina ya watu hawa, जुबान लोगों का अंजाम अच्छा नहीं होता। na tajriba ya Sayyidina Ahmad alayhi salam, tajriba yangu inasema mwisho wa watu hawa daima inakuwa mbaya, इस जमाने na ghera ya Mwenyezi Mungu hatimaye lazima inakuja kuwasaidia watukufu wake. के दूसरे जराए को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। Katika zama hii kukupitia magazeti na matangazo, वजह से hizi vitu vibaya vinaenezwa इंशाअल्लाह ताला उसकी पकड़ में आएंगे। na wanataka kushindana na Mwenyezi Mungu, पिटाई से lakini hawataweza kufaulu. इजहार करते चले जा रहे हैं। 2006 में Wanasisitiza juu ya dhambi yao na wanaendelea kusisitiza zaidi. Katika mwaka katika 2006 hao wadhalimu
तो उस वक्त भी मैंने जहां जमात walichapisha picha mbaya kuhusu mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, na wakati ule pia mimi nilikuwa nimewaelezea wanajumuiya पहले भी पैदा होते रहे हैं, waonyeshe ule upinzani unaostahili kwa njia maarufu na ile njia mwafaka. मुसलमानों की तरफ से हो रहा है, बल्कि आइंदा भी ये लोग Na haya maandamano hayawezi kuleta mabadiliko yoyote, bali रहे हैं hawa watu wataendelea. Ile nilikuwa Huzur anasema, nilikuwa nimesema hawa watu wataendelea na hii tabia yao mbaya, ये बढ़ता ही जा रहा है इनका ये तो बस ये इनकी na tangu wakati ule mpaka hii kila siku wanasonga mbele katika uadui wao huu. जो इनको आजादी ख्याल Hii ndio ile wanakubali kwamba wameshindwa mbele ya dini ya Uislamu. जैसा कि मसीह मौद Uhuru wa kusema inawashawishi mpaka wanaeleza mambo ambayo ni mambo ya aibu. दिन Hawa watu si watu wazuri kwa kaumu yeyote, उन पर वाज़ेह हो जाएगा कि जो कुछ ये na haya maneno yatakuja kudhihirika juu ya hawa watu pia ambao wanaunga mkono nao leo. बेहुदा गोइयां Leo तो इनकी कौम के लिए नुकसानदेह wanasema maneno mabaya ya matusi, और जालिम itakuwa hatari kwa ajili ya kaumu yao pia. अपनी ख्वाहिशात की तकमील Hawa watu ni wadhalimu. किसी बात से सरोकार नहीं। इस वक्त तो आजादी Hawa watu hawana chochote lolote isipokuwa kutosheleza matamanio yao mabaya. कभी खुलकर Wanasiasa pia na tabaka mbalimbali pia इनके हक में भी बोल रहा है और बाद दफा मुसलमानों के हक में भी बोल रहा है। tabaka mbalimbali kwa njia moja au nyingine, kwa kidhahiri au kwa kisiri, wanawatetea pia, na upande nyingine wengine watetea Waislamu pia. इन मुल्कों के हक में Dunia imekuwa kama kijiji, अगर खुल के बुराई को बुराई न कहा na inawezekana huenda ile amani, और खुदाई ला kama hawa watu hawatakataza haya maneno mabaya, inaweza kupoteza utulivu wao wanao katika nchi zao. इमामुज़्ज़मान की ये बात याद रखें कि हर फतह आसमान से Na maneno ya imamu wa wakati huu, और आसमान ने ये फैसला कर छोड़ा है yani kila ushindi unatoka mbinguni, na Mwenyezi Mungu kutoka mbinguni ashapitisha kwamba maneno mnajaribu, और गालिब जैसा कि huyu mtume mnapinga naye, lazima yeye atashinda na dini yake. दिलों को फतह करके आना है। Vile Sayyidina Ahmad alayhi salam amesema ni ya kushinda nyoyo, पाक कलाम को जरूरत नहीं है, kwa sababu ile tasiri ya kalam, ile maneno ya matukufu si kutumia nguvu na ujeuri ama kutukana na yule anakutukana na wewe. और बदनवाई जो इन लोगों ने शुरू की हुई है ये Na haya maneno mabaya na matusi और फिर inshallah karibuni itaisha. ऐसे लोगों को खुदा ताला Tena निपटेगा। baada तिलावत की ya maisha hii Mwenyezi Mungu pia ताला ने atawashika watu kama hawa. खुदा की तरफ तवज्जो दिलाई Hizi aya ambazo nimesoma, कि तुम्हारा काम Mwenyezi Mungu amewaelekeza waaminio kwa majukumu yao, kwamba kazi yenu ni की बेहुदा गोइयों kumsalia huyu mtume sallallahu alaihi wasallam. उस अजीम नबी की इज्जत और नामूस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, नामूस को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो ऐसा Na maneno haya machafu hayawezi kudhuru chochote kwa heshima ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. मोमिनों Huyu ni mtume mtukufu wa hali ya juu, mpaka Mwenyezi Mungu na malaika wake wenyewe wanamsalia mtume sallallahu alaihi wasallam. दुरूद से तर रखे और जब दुश्मन से Na ni kazi yetu daima tuendelee kumsalia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Hii ni kazi ya muamini. दुरूद और सलाम भेजें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। Kama waadui wanazidi kwa matusi yao, basi lazima tuzidi kumsalia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. में गलबा मुकद्दर हो चुका है।
hii ni maombi na huyu ndio nabii. एक अहमदी मुसलमान Lazima ushindi imeandikwa na imepitishwa, कराहत और गम गुस्सा na kila muislamu muhamadia इन लोगों को भी anakarihi na anaonyesha hasira wake juu ya maneno haya, बाब हल वक्त को भी इस बेहुदा गोई से बाज रहने और रोकने की तरफ तो जो na anajaribu kuwaelekeza viongozi wa nchi mbalimbali wajiepushe kutekeleza maovu kama haya. Kwa lingana na hali ya kidunia, kila mwanajumuiya खिलाफ anajaribu sawa na uwezo wake असल हकीकत kwamba zidi ya njama hii awaeleze walimwengu ukweli ya hali ni nini, आपकी खूबसूरत उसवाए हसन awaonyeshe watu ile sira njema na ile maisha tukufu ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. आपके उसवाए हसना की अमली तस्वीर दुनिया को बनकर दिखाए। हाँ Na kulingana na mwendo wake aonyeshe ile picha ya kweli ya mafundisho ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. पहले से Vile nimesema मर्द और जवान tuzidi kumsalia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, सदाओं को na kila mzee kila kijana ajaze mazingira yake na kumsalia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. बस ये खूबसूरत Haya ni ile hali ya ukweli ya mafundisho ya dini takatifu ya Uislamu. रस्मों के अंजाम के बारे Kama tukishikilia msungi huu, ndio inatakikana tuwaonyeshe watu. के रसूल को अज़ियत पहुंचाने वाले या इस जमाने Na katika ile aya ya pili Mwenyezi Mungu ile anasema wale wanamuudhi की ज़ात के हवाले से Mwenyezi Mungu na mtume wake पहुंचाकर छलनी करने वालों को खुदा ताला खुद निपट लेगा। इस दुनिया में kujeruhi पर अल्लाह ताला wale wanaojeruhi nyoyo za waaminio, की की वजह से वो और ज्यादा गंदगी में डूबते kukeuka kukuruka sheria heshima ya mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu mwenyewe ndio amewaandalia adhabu ifezeshayo. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने इसी मज़मून को बयान फरमाया है कि ऐसे बद Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam अच्छा नहीं होता। ameeleza maudhu hii kusema kwamba hawa watu wenye maneno mabaya hivi mwisho wao lazima inakuwa mbaya, में अल्लाह ताला basi lazima watafika mwisho wao mbaya और मरने के बाद रुस्वा कुन अज़ाब katika dunia hii kwa sababu ya laana ya Mwenyezi Mungu, na baada ya kufa kwao ni kwa sababu ya ile adhabu Mwenyezi Mungu amewaandalia. मुसलमान है। अल्लाह ताला की Waislamu pia, तालीम के मुताबिक wale Waislamu ambao si wanajumuiya, ये रद्द kulingana na mafundisho ya Mwenyezi Mungu शरीफ से अपने मुल्कों अपने इलाकों waonyeshe ile matokeo na natija yake, भर दें। kwamba katika maeneo yao na mazingira yao ये रद्द अमल तो बेफायदा है कि अपने ही मुल्क hii ndio ile matokeo waonyeshe wale watu या na अपने hii si maarifa kwamba kuharibu mali yetu wenyewe na kuua watu wetu wenyewe ama na kuandamana na kupigana na polisi wenyewe, huu sio hikma na huu sio akili. अखबारात और मीडिया के जरिए से जो खबरें बाहर आती हैं उनसे पता चलता है कि अक्सर Kutoka magazeti na kupitia njia za media, hizi habari zinatoka nje जिंदगी का इजहार किया। kwamba watu wengi katika bara za magharibi pia wamepinga na wamekarihi maneno haya, शराफत जिनकी फितरत में है na wale ambao hata si Waislamu pia hawakufurahi bali walichukia maneno haya. और यहाँ भी, लेकिन Katika Marekani वो एक तरफ तो lakini कि ये गलत wale viongozi wa hali ya juu तरफ upande mmoja wanasema kwamba haya ni mabaya, lakini upande mwingine wanaunga mkono na ya uhuru wa kusema. आज़ादी के मुतालिक कानून Haya maneno mawili hayawezi kuambatana pamoja. में सियासतदानों को वहाँ की में ये भी कहा था
कि दुनियादारों के बनाए हुए कानून में Azur anasema mimi niliwaambia wanasiasa wa Marekani kwamba hizi kanuni iliyotengenezwa na watu wa kidunia si katasi ya Mwenyezi Mungu, गैब का इल्म नहीं na baadhi ya maneno huenda yanaweza kughafilika wakati sharia inabuniwa, वो उसके बनाए lakini Mwenyezi Mungu anajua ghaibu yote, kanuni zake zote. अपने Hatuwezi kuwa na kasoro yoyote. Basi ना समझें, kanuni yetu कोई रद्दोबदल नहीं हो सकता। tusifahamu kwamba ni kamili zaidi, ambaye haiwezi kuwa na mabadiliko yoyote. इजहार का कानून तो है, लेकिन ना किसी मुल्क के कानून में Uhuru wa kusema, ile kanuni ya uhuru wa kusema, ये कानून नहीं कि किसी शख्स को na hakuna sheria nyingine katika UNO बात को मजरू करो। inaweza kuwa uwezo kujeruhi hisia za wafuasi wa dini yoyote, इस्तेज़ा करने की इजाजत नहीं होगी, ये कहीं नहीं लिखा। na kuwafanyia umaskhara na watukufu wa dini nyingine. अमल पर बात होता है। Kwa sababu hii, kama watafuatilia mfano huu, basi amani ya dunia itapotea इससे कौमों और मजहबों na itakuwa itabubujika moto ya ile uchuki na bughdha, बस अगर कानून na ile upana baina ya madhehebu yatazidi. Basi तो एक शख्स की आज़ादी का kama ni kanuni ya uhuru wa kusema, तो बेशक बनाए, लेकिन दूसरे शख्स के जज्बात से खेलने का कानून न बनाए। na lazima wasiwe na uhuru wa kujeruhi hisia za mtu mwingine, wafuasi wa dini yeyote. Katika UNO कि imeshindwa kwa sababu hii, कानून बनाकर समझते हैं kwamba कि हमने बड़ा काम कर लिया, wamebunia sheria ambaye haifai कि दूसरों के kufanya kazi. को भी बुरा ना करो, Mwenyezi Mungu, angalieni ile kanuni ya Mwenyezi Mungu तुम kwamba msitukane hata masanamu ya watu wengine na dhehebu nyingine. खुदा के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करेंगे जिससे तुम्हारे दिलों में Kwamba kama mtatukana na masanamu, basi wale wafuasi na wao watakuja kutokana na Mwenyezi Mungu ambaye ni Mwenyezi Mungu mwenye nguvu na ukweli, बस na itakuwa ufisadi na vita na porojo na fujo. Basi hii ni mafundisho mzuri ya mtume wetu sallallahu alaihi wa sallam. इस कायनात का खुदा देता है, वो खुदा ये तालीम देता है जिसने Haya ni mafundisho ambaye Mwenyezi Mungu ametupa, ambaye ni Mola wa ulimwengu wote सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की इस्लाह के लिए sallallahu alaihi wa sallam, भेजा। ambaye ametuma mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa kuongoza walimwengu wote, लक़ब देकर तमाम मखलूक के लिए रहमत बनाकर ambaye amepeana lakabu ya rahmatul lil alamin kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam na kumfanyia rehma kwa ulimwengu wote. Basi wasomi wa ulimwengu wote इन चंद बेहुदा लोगों को na wanasiasa wazingatie na wafikirie kwamba kwa sababu ya hawa तो नहीं बन रहे, watu wabaya, सोचें kama hawatazuiliwa kwa nguvu की जज्बात से खेलकर और इन चंद दुनिया के कीड़ों और गलाजत में डूबे हुए kuchezea na hisia za kiamani ya watu wengine na kufuata hawa wadudu na ambao ni watu wafuasi wa mbwa wa kidunia, हम तो मुसलमान अहमदी मुसलमान दुनिया की खिदमत के लिए कोई भी दकीका sisi Waislamu wa Ahmadiyya tunatumikia ulimwenguni, tunatoa खून की जरूरत पड़ी। गुज़श्ता साल katika Marekani, अहमदियों ने जमा tumejitolea damu कर रहे हैं। आजकल ये ड्राइव चल रही थी, kama उनको मैंने कहा 12,000 za chupa za damu zimetolewa kwa ajili ya binadamu. ये अपना खून दे रहे हैं, Zura anasema nimewambia sisi wanajumuiya wa Ahmadiyya tunatolea damu yetu kupeana ahai kwa watu wengine, दिल खून कर रहे हो। बस na ninyi badala yake malipo yake ni hii kwamba mnajeruhi nyoyo zetu inajaa na damu. समझते हैं कि हम इंसाफ Na hii ndio ile mfano ya muumini mkweli ambaye करेगा ये अमल।
wale watu wanafikiria kwamba wanasimamisha uadilifu. कि वो गलत कर रहे हैं, ठीक है, Waislamu wanalaumiwa तोड़फोड़ करना, kwamba wanaandamana na baadhi ya mambo ambayo wanafanya sio halali wala sio vizuri, सफारतकारों की हिफाजत न करना, kuwa watu maasumu ambao hawana hatia कत्ल करना, na kushindwa kulinda wabalozi, लेकिन kuwapiga ama kuwatishia. Haya yote ni mabaya, lakini मासूम नबियों का इस्तेहज़ा और दरीदा देनी, lakini kufanya umaskhara na mitume watukufu wa Mwenyezi Mungu ये भी बहुत बड़ा गुनाह na kutamka maneno mabaya na kuzidi katika hali hiyo गुज़श्ता pia ni mbaya. साले को भी दोबारा उबाल आया, Na kuiga mfano huu sasa, जो पहले से भी बढ़कर na tena kuiga mfano huu mbaya, kuna gazeti nyingine ya Ufaransa pia imechapisha tena picha mbaya za mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. ये दुनिया Hawa watu wa dunia wanafikiria dunia ni kila kitu, na hii ndio dunia, ndio ile mzigo wamebeba itakuja kuangamiza hawa watu. दुनिया के एक बहुत बड़े खिते पर Ningependa kusema hivi pia kwamba na katika sehemu kubwa ya ulimwengu Waislamu wanakaa कुदरती वसाइल भी अता फरमाए, na nchi nyingi ya Waislamu Mwenyezi Mungu amewajalia neema nyingi za ulimwenguni, ऐसा भी है। कुरान करीम जो मुकम्मल na Waislamu pia ni sehemu ya umoja wa kimataifa, और इसको पढ़ने na वाले Uislamu ni mfumo wa maisha, क्यों हर सतह na पर Qurani tukufu ni mfumo wa maisha, na wale wanaoisoma दुनिया पर जाहिर करने की मुसलमानों हुकूमतों ने कोशिश नहीं की, क्यों नहीं ये करते? क्यों kwa nini Waislamu wameshindwa na hawajaribu, hawatilii bidii kuwafundisha na kuonyesha mfano mwema ya Qurani tukufu, अल्लाह की na hawawaletii ile mafundisho ya ukweli ambaye ni mfumo wa maisha kwa ajili ya watu? जनरल वो गुनाह है, और दुनिया Na hii pia ni hatia na ni kosa kubwa kuchezea na heshima ya watukufu wa dini yoyote. अमन चार्टर का हिस्सा बनाया जाए कि कोई मेंबर मुल्क अपने किसी शहरी Na kwa nini hawatilii bidii kwamba hii pia iingie katika sheria ya umoja wa mataifa, kwamba hakuna mtu aruhusiwe kujeruhi hisia ya dini ya wafuasi wa mtu wote, लेकिन अफसोस कि इतने na kwa kutumia uhuru wa kusema hatuwezi kuruhusu kuharibu amani ya dunia hii nzima. नहीं हुई कि Maneno haya yanaendelea siku nyingi, lakini hakuna siku nchi za Waislamu kwa pamoja na wamejaribu kutetea heshima ya mtume sallallahu alaihi wasallam na manabii wote, बैनुल-अक़वामी सतह na wawaelezee ile heshima ya kweli ya mtume sallallahu alaihi wasallam, यूएनओ के बाकी फैसलों की na wa kimataifa wafanyie bidii kuwakubali watu wote ile heshima hii na kanuni hii. OIC है, Lakini angalau kama hawataifuatilia, lakini angalau sisi tutakuwa tumemaliza kazi yetu na jukumu yetu. कभी कोई ठोस कोशिश इनके जरिए से नहीं Na ile shirika la kimataifa ya Waislamu कायम हो दुनिया में। hakuna siku wametilia ile juhudi ya kueleweka kutetea heshima hii. जात की तकमील के लिए Wanasiasa wa nchi za Waislamu ख्याल दीन की अजमत wamezama katika kutosheleza matamanio yao mabaya, ठोस कोशिशें होती na hawana heshima na ile azma ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam katika nyoyo zao. होता जो आज मसलन पाकिस्तान में हो रहा है या दूसरे मुल्कों में हुआ है। Kama wangefanya kazi hii, basi haya mambo yanayoonekana sahihi haingetokea. और इसका हक अदा करने की कोशिश करेंगे। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की Kama wangekuwa wamejua kwamba viongozi wao ambao wamewachagua wanaweza kutetea heshima ya mtume sallallahu alaihi wasallam na manabii wote, फिर मगरबी ममालिक में और दुनिया के हर खिते में मुसलमानों की tena katika nchi za Aruba बड़ी तादाद है जो रह रही है। kuna idadi kubwa ya Waislamu iko pale, दूसरी बड़ी ताकत है मजहब के लिहाज से, तादाद के लिहाज से। na katika ulimwenguni Waislamu ni ile kulinga sawa na adadi ni namba 2.
और इस सूरत में कभी इस्लाम दुश्मन na ताकतों kama wangefuata neno la Mwenyezi Mungu wanaweza kuwa के ऐसी दिल आधार हरकतें कर सके na kama watakuwa pamoja hakuna nchi inaweza kujasiri kucheza na heshima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. दुनिया के हर मुल्क में मुसलमानों Ala kulli halin, bali na nchi za Waislamu, kila nchi ya ulimwenguni kuna idadi kubwa ya Waislamu inapatikana. की आबाद Katika Aruba mamilioni ya Waturki wanaishi हर huko, मुल्क में आबाद हैं, सिर्फ यूरोप में नहीं, पूरे bali यूरोप के हर मुल्क में katika kila nchi kuna mamilioni ya Waislamu wa Uturki wanaoishi huko. Hali kadhalika katika nchi nyingine ya Waislamu pia, अमेरिका में भी आबाद हैं, कनाडा में आबाद katika Asia हैं, यूरोप के हर खिते Waislamu wengi ambao wamekuja hapa, katika Marekani, Canada. कि अपने वोट उन सियासतदानों को देने हैं Kama wote watakuja kuamua इजहार करें, kwamba watapiga kura kwa wale wanasiasa ambao पानी इजहार हो, wanaonyesha uhuru wa kidini, अमली इजहार भी हो रहा हो, bali wanaonyesha kwa vitendo vyao kwamba hawabagui dini yeyote na mtukufu wote, या फिल्में बनाने वालों की मजम्मत करेंगे, तो इन दुनियावी हुकूमतों में ही na wale watu watapinga hawa watu ambao wanafanya uchafu kama kutengeneza filamu mbaya na mambo kama haya. बस मुसलमान अगर अपनी अहमियत को समझें तो दुनिया में एक इनकलाब Basi Waislamu kama wataelewa heshima yao na umuhimu wao, basi wanaweza kuleta mabadiliko ulimwenguni. बनवा सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि इस तरह तो Wanaweza kubunia sheria katika nchi nyingi za kulinda heshima na hisia za kidini kwa kila dini. Jumuiya inapowaonyesha mfano na ile njia, basi wanaanza kuleta upinzani kwa jumuiya. और उलमा को अकल दे कि अपनी Mwenyezi ताकत को Mungu मजबूत करें, अपनी अहमियत Mwenyezi Mungu awajalie akili sahihi kwa wanasiasa Waislamu na wa maulama ili wapate kuelewa. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहुदा एतराज करते हैं, इल्जामात लगाते हैं, और जिन्होंने ये फिल्म बनाई Hawa watu ambao या इसमें काम इनकी अखलाक wanasema maneno ambayo sio halali kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, हैं, उनसे ही हो सकता है। kama tukiangalia ile hali ya kitabia yao कहा जाता है कि एक tunaweza kujua, है जो अमेरिका में रहता है, नकोला शेफले या इस तरह का नाम है, na kutengeneza filamu hii tunajua kuna Mkristo mmoja katibi kutoka Marekani ambaye amechangia pakubwa kutengeneza filamu hii. क्रिमिनल बैकग्राउंड है, Kuhusu huyu mtu, मुजरम है ये, ni mtu ambaye ni mtu ameshtakiwa mara mingi, दूसरा आदमी जिसने फिल्म की ameshtakiwa na alikuwa amefungwa gerezani kwa sababu ya kudanganya watu katika 2010. और जो एक्ट्रेस में शामिल हैं, Na yule mwingine ambaye anatengeneza filamu chafu ndio director wake, yule mtu wa pili ambaye ametengeneza filamu hii. तो आदमी सोच भी नहीं सकता किसका Na hizi filamu huyu jamaa anayetengeneza, hatuwezi kufikiria na kuzamiria maneno kama alikuwa anafanya. और पाकीज़गी को Hii ni hali yao wenyewe, na upande nyingine ile wanashambulia na wanajaribu kufedhehesha mtu ambaye ni mtukufu na fahari wa manabii. जा रहे हैं। Basi hao watu ndio ambao wameamsha ile hasira na adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa sema maneno haya machafu. ईसाई भी बात Na wale wasaidizi wao wote pia, शोहरत के लिए मुख्तलिफ वक्तों में कुरान kuna pamoja na yule padri करता रहा है कोशिश, ambaye wakati mbalimbali kutafuta umaarufu rahisi anafanya vitiko vyake, hata alikuwa anataka kutoma Qurani tukufu. मीडिया ने बात Basi ni maombi yetu ni Allahumma mumazikum kulla mumazakin wasahikum tashika. और साथ ही मुसलमानों के Kwa yakini wengine lazima wameikatilia maneno haya, की मजम्मत होनी चाहिए, लेकिन ये ना- पहल करने वाला कौन है? na wengine pia wamesema kuhusu ile Waislamu wamefanya. कि ये सब कुछ Ala kulli halin, vile Azur anasema, nimesema और लीडरशिप ना होने की वजह से हो रहा है। दीन से तो बावजूद
haya yote ni kwa sababu waislamu hawana umoja na hawana kiongozi. दावा तो बेशक है, लेकिन दीन का Bali ya kusema sisi tunapenda mtume sallallahu alaihi wasallam wako mbali sana na dai yao hili, किसी मुसलमान मुल्क ने na kila siku hadi siku wanazofika zaidi. पुरजोर एहतजाज नहीं किया। अगर किया है तो इतना कमजोर Hakuna nchi yoyote ambaye imetetea kwa kweli vile ilikuwa inastahili kutetea heshima ya mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya jambo hili. 1.8 बिलियन मुसलमान Kama kuna nchi imejaribu kutetea hii, जब कोई संभालने वाला हो ना हो kama kuna gazeti moja imesema kwamba जैसे होते हैं, इस लिहाज से 8.1 waislamu ulimwenguni wote wanaonyesha kama mfano wao ni kama ya watoto juu ya jambo hili. ये लोग Tunaomba Mwenyezi Mungu awape haya watu waelewe ukweli. का Hawa watu ambao ni vipofu wa kidini इस्लाम के मुकाम को भी hawaelewi ile heshima, उनको तो मुसलमान hawaelewi hata ile heshima ya mtume wao wenyewe Isa alayhi salatu wasalam. बच्चों का की तरह का रद्द अमल नजर आएगा। लेकिन बहरहाल जैसा कि मैंने कहा कि 2000 Hao lazima watafikiria kama maneno haya. इस तरफ तवज्जो करें और Katika 2006 pia Zura anasema nilikuwa nimewaelekeza kuhusu jambo hili काश के मुसलमान kwamba tengenezeni ile mansuba na ile taratibu ambayo inaweza 4 दिन का tuwafikishe ile ujumbe wetu. तो ये मसला हल नहीं होगा। Ile maandamano ya siku 4 लोग भी मुख्तलिफ चीजें देते रहते हैं, hawezi kusaidia chochote wala lolote. हैं ये इकट्ठे होकर Watu wengine wanatoa maoni yao mbalimbali. मुसलमान Moja ya maoni moja ilikuwa kwamba mawakili wote ulimwenguni के इम्कानात पर या ambao ni wanaojulikana ulimwenguni या कोई रास्ता निकालें। wafikirie juu ya jambo hili कब तक na ili watafute njia होता देखते रहें, ya kutetea heshima ya watukufu wote. एहतजाज और तोड़फोड़ Waila wataendelea kuona maneno haya baada muda, भी दुनिया पर तो कोई असर नहीं होगा। या उन na बनाने baada ya muda watachoka na watakaa chini, अगर मासूमों पर na हमला करें इन मुल्कों में hakuna athari yeyote itawaletea wale watu ambao wamekusudia baya देंगे या मारने की कोशिश करेंगे, एम्बेसीज पर हमले करेंगे, na kuwatishia ama kuwaua इस्लाम वसीकत na kuwashambulia balozi हजरत सल्लल्लाहु अलैहि na dini yetu takatifu. Hakuna siku moja inaruhusu maneno haya. एतराज Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam पैदा कर देंगे इस सूरत में। बस शिद्दत itawapa nafasi maadui kushambulia heshima ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. जो मैं बताया Ujeuri siyo jibu lake. की इस्लाह और दरूद और Jibu lake ni vile Yazura anasema nilikuwa nishawaambia, का निजात दहिंदा है। ni ya kumsalia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam मुसलमान ममालिक का एक होना, ambaye ni rahmatul lil alamin, मगरबी na nyingine ni Waislamu, nchi zote za Waislamu wawe pamoja. होना। बहरहाल Waislamu ambao wanaishi katika nchi za Aruba waonyeshe ile nguvu yao, दोस्तों को भी इस तरीके पर चलाने की कोशिश करें कि अपनी na Waislamu wanajumuia wote popote walipo wafuate njia hii na nyayo hizi, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के na kwa kupitia kura zao lazima waonyeshe nguvu zao, दुनिया के सामने भी खूबसूरत रंग में पेश करें। na waonyeshe ile sira na tabia njema ya mtume sallallahu alaihi wasallam mbele ya watu. शोर मचाते हैं कि इस्लाम में तो आजादी Baadhi ya watu wanapiga debe juu ya uhuru ya usemi, मिसालें आजकल के मुसलमान दुनिया की देते हैं कि अगर मुसलमान ममालिक में आज़ादी नहीं मिलती वहाँ के लोगों को, शहरियों को अगर नहीं मिलती तो उन मुल्कों की बदकिस्मती है। ambao wanapiga debe ya uhuru ya kusema hata wanasema katika nchi za Waislamu uhuru ya kusema hakuna. इससे कोई ताल्लुक नहीं। Hawa ni watu ambao hawafuati mafundisho ya kweli ya Uislamu, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होने बल्कि अदब व एहतराम को पामाल करने और उसके बावजूद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र और हौसले और बर्दाश्त के
ऐसे ऐसे वाकयात katika historia tunaona kisa nyingi ya watu ambao walikuwa wanaruka ile heshima ya mtume sallallahu alaihi wasallam na walikuwa wanamtendea vibaya. लेकिन यही Hazur anasema ningependa kuwaeleza baadhi ya mfano ya ukarimu na ushujaa wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. हौसला हजरत जुबैर बिन मुतम ने Inaonyesha ile subra na uvumilivu uliokuwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. कि एक बार वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और आपके साथ और लोग भी थे, Riwaya moja inaonyesha kwamba wakati fulani गए आपसे मांगते थे, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anarudi kutoka vita vya Hunain. लिए मजबूर कर दिया, जिसके कांटों में आपकी चादर अटक Wale mabadui walimzingira mpaka walimsongesha na walimfikisha hadi katika mti moja. मेरे पास इन जंगली दरख्तों की तादाद के Wakati बराबर ऊंट होते hata ile shuka ya mtume sallallahu alaihi wasallam iling'anyia kwa ile mti, फिर एक रिवायत na mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanamuomba mali. Mtume aliwaambia वसल्लम की kwamba mngepata mimi ni mbahili, bali mngenipata mkarimu. Lao ningekuwa na ngamia kama hizi miti, ningewagawia zizi zote. कि इसके किनारों के निशान आपकी गर्दन पर पड़ गए। Wakati mwingine mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amevaa shuka na badui moja aliburuta ili kunyang'anya ile shuka mpaka ile alama yake ilitokea kwa shingo la mtume sallallahu alaihi wasallam. अपने वालिद के माल में से देंगे। पहले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, फिर फरमाया Na kuna mwingine alisema mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hutanipa mali yoyote katika mali yako wala ya watoto wako. फिर आपने फरमाया Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia mali yote ni ya Mwenyezi Mungu, tena akasema ने कहा नहीं, ile udhia umenipa lazima utalipizwa kisasi yake. इस बदू ने कहा Mtume sallallahu alaihi wasallam आप बुराई का बदला बुराई से नहीं लेते। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम huyu badui alisema huwezi kuchukua kisasi kwa sababu badala ya wema badala ya mtu akikufanyia mbaya wewe unamfanyia wema. सब्र Basi mtume sallallahu alaihi wasallam akampa ngamia moja za tende nyingine और फिर अपनों से zawadi. दुश्मनों से भी था। Hii ndio hali ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, वो आला अखलाक na hii ndio hali yake ilikuwa hata si kwa marafiki, hata kwa maadui pia hali yake ilikuwa hivyo hivyo. और वसलत Hii ni ile ukarimu wa mtume sallallahu alaihi wasallam na subra yake na uvumilivu wake. जाहिल बगैर इल्म के उठते हैं और इतराज कर देते हैं। Hawa watu ambao wanasema maneno haya ni watu ambao hawana elimu yoyote. कि ये इन्होंने सख्ती थी और फलां था और फलां था। फिर कुरान करीम पर एतराज है, ये भी सुना इस फिल्म में लगाया गया, मैंने देखी तो नहीं जो मैंने Tena wanashambulia Qurani tukufu pia. हज़रत खदीजा के Vile Zura anasema sijawahi kuona, lakini ni vile nimesikia. आपको पहली वही के बाद हज़रत खदीजा कि उन्होंने कुरान करीम लिख के दिया था। Wanasema kwamba Qurani tukufu pia imeandikwa na Warka bin Nawfal ambaye alikuwa kuwa mtoto wa mjomba wa Bi Hatija. तो यकदम को नहीं उतरा। ये बेचारे बिल्कुल ही Walikuwa wanasema kwamba hii ni Qurani, kama ni neno la Mwenyezi Mungu, kwa nini imeshuka kidogo kidogo? Kwa nini haikushuka mara moja? इल्मी लिहाज से बिल्कुल जाहिल हैं। वर्का भी Na wengine mapadri ambao wanaleta maneno haya kwa kielimu wenyewe ni wajahili kabisa. जब तुझे तेरी कौम वतन से निकाली, Na Waraka ndio ambaye alisema kwamba lao ningekuwa hai wakati huyu ni mtu ambaye nitakuja kuwa na tunangojea kudhihirika. तारीख और कायद जैसा कि मैंने कहा बिल्कुल ही नाबल्द हैं। मुस्तशरिकीन जो हैं इस बहस में हमेशा Na hawa mapadri hawajui chochote wala lolote, hata katika historia. कहाँ उतरी, नाज़िल हुई मदीना में या मक्का में। Na walikuwa wanafuatilia kwamba sura hii ya Qur'ani tukufu imeshuka wapi na ile nyingine imeshuka wapi. Haya ni maneno yao tu. और फिर कुरान करीम का अपना चैलेंज है। Na wanasema kwamba yule Warka ndio alikuwa amewaandikia Mtume sallallahu alaihi wasallam Qur'ani tukufu. बात के एहतराम का सवाल पैदा होता है। Na Qur'ani inasema kama ilikuwa imeandikiwa na yule mtu, basi kamleteni hata sura moja ili iko sawa na mfano ya sura hii. आप सब नबियों से अफजल हैं,
यहूदी के जज्बात के एहतराम के लिए आप फरमाते हैं bali na hii kujua kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ala kushinda manabii wote. मुकाम की इस तरह आपने इज्जत फरमाई कि एक दफा आपके Alikuwa anajali ile hisia za hata wa mamaskini. दूसरे लोगों पर अपनी फजीलत Wakati moja sahaba moja रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनकर फरमाया kuonyesha ubora wa mali wake. हमारी ये कुव्वत और Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposikia maneno yake, je, unafikiria मिले kama nguvu yako na mali yako तुम्हारी कौमी umepata kwa nguvu ya mkono wako? माल की ताकत La hasha. वाही के जरिए से आते हैं ये आज़ादी के ile nguvu yako ya kaumu na mali lazima inapitia kwa njia ya wa maskini. की तहफ़्फ़ुज़ के लिए Hao watu ambao wanajidai ni watetezi wa uhuru, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ये हुकूक कायम फरमा दिए ये कहकर कि मजदूर की मजदूरी wanasema maneno haya leo. Haya maneno yote mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alikuwa ametuelezea karne 14 kabla karne 14. Basi wapi na wapi watapigania huyu mosne insaniyat, huyu rahmatul lil alamin. नजर आएंगे Kuna kisa nyingi kuhusu hulka njema ya mtume sallallahu alaihi wasallam. नाउज़ुबिल्लाह आपको औरतें बड़ी पसंद हैं Kama hakuna mambo mengine, basi wanaleta maneno haya kwamba उसका रद्द तो फिर अल्लाह ताला ने भी alikuwa mtume katika kuhusu ndoa za mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. कर देता था कि उन बातों का भी इरादा आ गया सामने अस्मा बिन्त नुमान Mwenyezi Mungu alikuwa anajua kwamba atawadia wakati kwamba maneno haya yatazuka. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ataleta njia ya kuwajibu maneno haya. तो Kuna सबने तारीफ की kuna mwanamke mmoja ambaye alikuwa mwanamke mrembo zaidi kushinda wanawake wa Kiarabu. Hata wanawake wengine walienda kuona na wakastajabu kuona urembo wake. Na kwa maoni ya babake mtume sallallahu alaihi wasallam alifunga ndoa na yeye. बहुत अजीम Alipofungwa ndoa baada yake mtume sallallahu alaihi wasallam alipoenda kwake, basi huyu mama alisema, mimi najikinga kwa Mwenyezi Mungu kutoka kwako. Baada ya maneno haya mtume sallallahu alaihi wasallam aliondoka nje na akaagiza kwamba huyu apelekwe kwa wazazi wake. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आकत Na hii pia hadithi inapatikana kwamba wale baba mkwe alikuwa ana furaha juu ya ndoa hii, lakini hata walikuwa wamemshinikiza yule mwanamke juu ya tabia yake hii. Na hao watu ambao wanasema maneno machafu na wanajaribu kupaka matope kwa heshima mtume sallallahu alaihi wasallam. लिखा है अगर Na kuoa zaidi ya mke moja ilikuwa si kwa kupenda nafsi yake, bali ilikuwa amri ya Mwenyezi Mungu. और जिनका जिस तरह इजहार किया Na Sayyidina Ahmad alayhi salam anasema sifa nyingine za mtume sallallahu alaihi wasallam tunapata leo tusingepata kama asingeoa zaidi ya mke moja. Kama alikuwa na watoto wake ambao wamefiwa mbele ya macho yake, ile mfano mwema mtume alituwekea, tusingepata hiyo. और फिर उम्र के हिसाब से भी Kuhusu Bi Aisha radhiyallahu ta'ala anha wanasema, आयशा रज़ियल्लाहु wanaongea maneno ambayo sio maneno stahili kuzungumziwa. कि मैं सारी रात अपने खुदा की इबादत करना चाहता हूँ जो सबसे ज्यादा मुझे प्यारा Na hii ni mfano mtume sallallahu alaihi wasallam anaambia Bi Aisha ambaye alikuwa mdogo wa umri. Walikuwa anasema, alikuwa na maneno mengi, anasema, kama ungeniruhusu mimi nataka kuabudu Mwenyezi Mungu usiku kucha kama utaniruhusu. चुका हूँ अल्लाह ताला ने फैसला कर लिया है Na vile Nuzura anasema, nimesema huenda wanaweza kuendelea na tabia yao hii mbaya. इन लोगों को और इनकी हिमायत करने वालों को खुदा ताला के अजाब से डरना चाहिए Basi ya watu na ambao ni wasaidizi wao waogope adhabu ya Mwenyezi Mungu. Vile Sayyidina Ahmad alayhi salam amesema, अपने मसीह महदी Mwenyezi Mungu ana ghera kubwa kwa ajili ya wapendwa wake. इस्लाह की तरफ तवज्जो दिलाई है Katika zama hii kutuma imamu wake na Masihi aliahidiwa. तो अल्लाह ताला की पकड़ भी बड़ी सख्त है Kama hawa watu hawataepukana na umaskhara, कुदरती आफात आ रही हैं हर तरफ basi अमेरिका में भी तूफान आ रहे हैं और पहले से kuna msiba mingi zinatokea kila sehemu ya ulimwenguni. Kuna matufani zinatokea Marekani, ग्लोबल वार्मिंग na ile hali ya maisha pia inaharibika, uchumi pia inaharibika. इन खतरात में बस इन सब बातों को
हद से बड़े हुओं को खुदा ताला की तरफ तवज्जो फेरने की जरूरत है, तवज्जो फेरने वाला होना चाहिए। na kila mmoja anatakiwa aangalie Mwenyezi Mungu, na hasa watu ambao wanaruka mipaka za Mwenyezi Mungu. इसके उलट हो रहा है, हदूद से तजावुज़ Lakini kwa bahati mbaya watu wanatenda kinyume chake, wanaruka mipaka zao, खुलकर बता चुका है कि दुनिया ने अगर na imamu wa wakati ashawaonya, na ashawaonya kiwaziwazi, उसे दुनिया को kama hawa watu hawataitikia, जाने वाला बनाएगा। basi kila hatua inasongesha karibu ulimwenguni kwa maangamizo. होता है, आज फिर मैं पेश कर देता हूँ। Ujumbe wa Sayyidina Ahmad al-Islam ambaye inatakikana irudiwe mara kwa mara, आमतौर पर anasema, फसलों की खबर कीजिए। kumbukeni यकीनन समझो कि Mwenyezi के Mungu मुताबिक amenipa habari za matetemeko kwa ujumla, यूरोप में भी आए, na kulingana na utabiri मुकामात में mat- भी आएंगे matetemeko yalitokea Marekani, Aruba na hata Asia pia, na, कि खून की नहरें चलेंगी na baadhi ya matetemeko yatakuwa mfano ya siku ya Kiyama, और जमीन पर इस कदर सख्त तबाही आएगी कि na hata ndege pia hawataepukana na mauti na maangamizo haya, और अक्सर मुकामात na itakuwa maangamizo makubwa yatatokea ambayo tangu binadamu imeumbwa hakuna siku maangamizo haya yamekuja kutekea, na hali itafikia watu watafikiria kwamba hakuna mtu kana kwamba hakuna mtu alikuwa anaishi ulimwenguni. फलसफा की किताबों के किसी सफ़े पे उनका पता नहीं मिलेगा। तब इंसानों में इस्तराब पैदा होगा कि ये क्या होने वाला है, और बतेरे नजात पाएंगे और बतेरे Na watu watakuwa na wasiwasi na dukuduku, बल्कि मैं देखता हूँ कि दरवाजे पर हैं, na wengi watahalikishwa. देखेगी Karibuni naona hizi mabalaa ni mlangoni, कुछ आसमान से और कुछ जमीन से। si matetemeko, bali kuna balaa nyingi kutoka mbinguni na nyingine kutoka ardhini zitakuja kudhihirika, kwa sababu Mwenyezi Mungu, binadamu wamesahau Mwenyezi Mungu इन बलाओं में कुछ ताखीर हो जाए na wameanguka juu ya dunia kwa fikra zao zote. जो एक बड़ी मुद्दत से मख्फी थे, जाहिर हो गए। Lakini kuja kwangu hizi makusudio ya Mwenyezi Mungu yatadhihirika, vile Mwenyezi Mungu anasema, और वो जो ma kuna muwazibina hata nabasa rasula, क्या तुम ख्याल करते हो कि तुम इन जल्लों से अमन में रहोगे? na wale wanaogopa kabla ya kutokea balaa wanarehemua. इंसानी कामों का उस दिन खात्मा Je, kwa ajili ya mambo yao na njia zao mtaweza kujilinda? होगा, मुल्क उनसे महफूज है। Msifikirie तू भी अमन में नहीं, और ये एशिया तू भी msifikirie kwamba matetemeko zimetokea Marekani na nchi zenu iko usalama. मैं शहरों को गिरते Enye wakazi wa visiwa, वो वाहिद यगाना naanguka natazama nchi zinaanguka. और वो चुप रहा, मगर अब वो हैबत के Mwenyezi Mungu kwa muda mingi alikuwa amenyamaza, na maovu mengi yamekuja kutokea mbele yake, साथ सबको जमा करूं। na kila mmoja mwenye masikio asikie kwamba ile siku sio mbali, जमाना तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगा। na ni lazima maneno ya historia yatimie. गजब में धीमा है, तौबा करो ता तुम पर रहम किया जाए। Mtaona mambo mengi mbele ya macho yenu, कीड़ा है ना कि आदमी, tubuni ili mrehemuvu. ना कि जिंदा। अल्लाह ताला Yule anayewacha Mwenyezi Mungu ni mdudu, si binadamu. करने से बचें, और हमें Mwenyezi Mungu awape akili kwa hawa binadamu ambaye mpaka waepukane na ujeuri na mambo ya shari ambayo wanaendelea kila siku. भाई पढ़ाऊंगा। 2 शहदा के जनाजे हैं। Azur anasema baada ya salatul Jumaa nitasalisha jeneza mbili ya mashuhuda wawili. साहब जिनको Ile 14 सितंबर jeneza ya kwanza ni bwana Nawid Ahmad ambaye लहरा aliuawa tarehe 14 mwezi wa 9 katika mji wa Karachi. दादा अब्दुल करीम साहब ने उसकी Aziz Ahmad Sahab Ibn Snaula Sahib, बैत से पहले आपका ताल्लुक babu yake बैत के बाद आप alijiunga na jumuiya kwa mkono wa Khalifatul Masih wa pili. खानदान महमूदाबाद सिंध में अब मुकीम है। Baada ya uhuru फिर 1950 walikuwa wamegura katika Hyderabad Sindh. नवीद अहमद के वालिद Katika mwaka 1985 wakarudi tena Kadian. साहब को तौफीक मिली। Baba yake Sanaullah Sahi pia alikuwa ameathirani rahimola.
जुमे के दिन अजीज ile kisa ya shahada ni hivi. की उम्र है, Siku ya Ijumaa अपने घर वाक़या हुमैरा टाउन ambaye umri wake ni miaka 22 के साथ बैठे हुए थे। alikuwa amekaa nje pamoja na marafiki zake wawili ambao walikuwa mapatani. इन तीनों नौजवानों को Watu wawili wamekuja na pikipiki कलाशनकोव से निकली 2 na wakawamiminia risasi na banduki, को भी गोलियां लगी, जिससे na risasi 2 akapigwa katika tumbo zake. जाते हुए जख्मों की ताप न लाते Wote walijeruhika hapa na wote wakapelekwa kwa hospitali, lakini njiani akaaga dunia. दर्द से इताअत गुजार थे। Alikuwa mtu mwenye tabia nzuri na simple kabisa. पढ़ाई का शौक था, लेकिन गुर्बत की वजह से Alikuwa mtu mwenyekevu. काम करते थे। Alikuwa ana hamu ya kusoma, lakini kwa ajili ya umaskini hawakufaulu kusoma sana. इस रमजान में भी खुद खुदा की ड्यूटी में अपने आप को पेश किया Na katikati ya kazi alikuwa anasoma pia. Amemaliza ile secondary yake, ड्यूटियां सर अंजाम देते थे। जहाँ ये काम करते na alikuwa anatekeleza wajibu wake kwa njia mwafaka kabisa. आपकी नमाज जनाजा पर Na wale watu walikuwa wanafanya kazi naye pamoja na maafisa zake walikuwa wanamsifu sana kwa tabia yake njema. से आए। उनकी Bali na hii yule mwajiri wake na watu wengine wakahudhuria kwa mazishi yake na peleka rambirambi. Alikuwa na mama na ndugu wawili. दूसरा जनाजा है मुकर्रम मोहम्मद अहमद सिद्दीकी साहब, मुकर्रम रियाज अहमद साहब सिद्दीकी Ile jeneza ya pili शहीद का, जो इनकी ni ya Muhammad Ahmad Sadiki Sahab ibn Riaz Ahmad Sadiki shahid, हुई कराची में। ambaye aliuawa kesho yake, yani tarehe 16 mwezi wa 9. रखे Katika Karachi kuna watu wengi wanauawa. शहादतों का है, Tuwaombee Mwenyezi Mungu awalinde wote. तैयारियां कराची में है और बाज़ हुकूमती इदारों की तरफ से जो Hazur anasema siku hizi watu wanalengwa sana na wanauawa katika mji ya Karachi. Tuwaombe. को महफूज रखे। Ala kulli halin, Mwenyezi Mungu शहीद के खानदान का alinde kila mwanajumuiya. खानदान में अहमदियत Muhammad Ahmad Siddiqui familia yake ni kutoka Karachi. जो 2001 में अमेरिका में बैत करके जो Jumuiya imeingia katika familia yake kuwapitia ndugu yake Imran Siddiqui ambaye alikuwa anaishi Marekani. उमैर सिद्दीकी Baadaye kwa ajili ya mahubiri yake familia yake yote ikajiunga na jumuiya. पूरा खानदान बैत करके जमात में शामिल हो गया। शहादत का वाक़या इस तरह है कि 15 सितंबर 2012 को हफ्ता की रात तकरीबन 12 बजे Kisa ya ile ya kuuawa ilikuwa मलक शम्स फखरी usiku ile saa 12 usiku, saa 6 usiku. से मोटरसाइकिल पर निकले Alifunga duka lake गए थे कि उन पर katika sehemu ya Gulistane Johor na aliondoka na pikipiki yake. Walipoondoka tu kidogo, ndio watu wakawashambulia na wakapigwa risasi, na risasi moja ikapiga kwa moyo wake na nyingine kwa bega yake, na akafa papo hapo. हिस्सों पर 5 गोलियां लगी, जिनमें से na shemeji yake pia alipigwa risasi 5 kwa sehemu mbalimbali za mwili wake, के लिए दुआ करें अल्लाह ताला katika mguu na tumbo na kifua. Tumwombee, amelazwa kwa hospitali. Tumwombee Mwenyezi Mungu ampe, amjalie afya nzuri. निकाह हुआ था। Wakati wa shahada, wakati wa kuuawa marehemu, umri wake ilikuwa miaka 23, इताअत गुजार और खुश na mwaka uliopita alikuwa amemaliza ile mtihani yake. 23 साल Alikuwa mtu mwenye tabia njema था, बल्कि ना सिर्फ na ikhlasi nyingi, बल्कि खूबसूरत na alikuwa ana sura na sira zote ilikuwa nzuri zaidi. Alikuwa amejaliwa na Mwenyezi Mungu, na daima alikuwa anaweka baadhi ya maombi alikuwa ameandika na alikuwa anazibeba ili asome. 2012 को इसने अपने बाज़ दोस्तों को मोबाइल पर SMS किया कि कराची के हालात Na mwezi huu tarehe 7 alipeleka ujumbe moja kwa marafiki zake kwamba hali ya mji si mzuri. Kama nikiuawa खातून ने तंजिया अंदाज में कहा basi mniangalie, mimi ni shahid. तो शहीद मरहूम की वालिदा ने उन्हें जवाबन कहा
na baadhi ya watu ambao si wanajumuia walikuja kupeleka rambirambi, wakasema kwamba hii haya ndiyo matokeo mlikuwa mmepata kwa sababu mlikuwa mmejiunga na jumuiya. Na anasema mamake ambaye ni imara kabisa katika jumuiya akawajibu kwamba lau kama watoto wangu wote hawa 9 watauawa katika njia ya Mwenyezi Mungu na kwa sababu ya Imam Mahdi na Masihi aliahidiwa, lazima nitavumilia haya yote. Marehemu babake alikuwa ashakufa tayari, na katika warisi wake sahihi ni mamake, ni mandugu 8 na wadada 2. Mwenyezi Mungu ainue daraja zake na amfanyie ile maghfira na Mwenyezi Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.